Israel imefanya mashambulizi makubwa katikati mwa Tehran, mashambulizi ambayo yamechochea ongezeko la maafa huko Iran, lakini pia huko Lebanon, huku Marekani ikiongeza shinikizo kwa Iran. Mapigano yameongezeka kwa kasi na hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya kwa mataifa yote, kwa maana upande wa Iran pamoja na Israel na maeneo yote ya nchi za Ghuba. Jeshi la Israel limethibitisha kufanya mashambulizi makubwa katikati ya mji wa Iran, Tehran, huku milipuko mikubwa ikisikika na moshi mzito ukionekana juu ya anga la mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Mashambulizi haya ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yamefikia kiwango cha hatari zaidi katika wiki za hivi karibuni. Mashambulizi ya Ijumaa yametokea siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuahirisha tishio lake la kuishambulia mitambo ya nishati ya Iran, anayoitaka ijisalimishe kwa kukubaliana na mpango wake wa kusitisha vita vyenye vipengele 15. Trump amesema ameongeza muda wa hadi Aprili 6 ili Iran iufungue tena mlango bahari wa Hormuz ambao ni njia muhimu ya kimkakati, akidai mazungumzo yanaendelea vizuri. Ingawa Iran inasisitiza kuwa mazungumzo ya moja kwa moja yanaendelea kuhusu pendekezo la nchi yake ya kuvimaliza vita hivyo vilivyoanzishwa na Marekani na Israel. Wakati huo huo, maelfu ya wanajeshi wa Israel yamevuka mpaka na kuingia Lebanon, wakilenga kudhibiti eneo lote kusini mwa mto Litani, takribani kilomita 30 kutoka mpaka wa Israel. Mapigano yanadaiwa kuongezeka kwa kasi na hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya. Takwimu za hivi punde zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 1900 wameuawa nchini Iran na karibu 1100 Lebanon, na 18 tu wakidaiwa kuuawa huko Israel, na wanajeshi 3 wa Israel wameuawa Lebanon, huku wanajeshi 13 wa Marekani wakiripotiwa kupoteza maisha. Lakini taarifa hizi zinaenda tofauti na taarifa ambazo zimetolewa na Iran, zikisema kwamba hadi sasa zaidi ya watu 1300 wa Israel wameuawa, huku watu 800 wa Marekani pia wakiuawa kutokana na vita hivyo. Waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz ametangaza mipango ya kutanua mashambulizi yake nchini Iran, huku kukiwa na uwezekano wa kufanyika mazungumzo kati ya Marekani na Tehran. Kulingana na ofisi yake, Katz amesema hatua iliyochukuliwa inatokana na makombora yanayoendelea kurushwa Israel kutoka nchini Iran. Mimi na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu tumeionya serikali ya kigaidi ya Iran kuacha kuwashambulia kwa makombora raia nchini Israel, anasema waziri huyo wa ulinzi Bwana Israel Katz. Licha ya onyo hilo, bado wameendelea kutushambulia. Kwa hivyo mashambulizi ya jeshi letu la IDF nchini Iran yataongezeka na kutanuka hadi kufikia maeneo ambayo yanausaidia utawala huu kutengeneza na kutumia silaha dhidi ya raia wa Israel. Watalipa gharama kubwa kwa uhalifu huu wa kivita, anasema Israel Katz, waziri wa ulinzi wa Israel. Mapema jana Ijumaa, Iran ilishambulia Israel huku kukiwa hakuna taarifa hadi sasa ya majeruhi wowote. Israel na Marekani zilianzisha operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya Iran kwa kile walichosema ni hatua ya kuizuia nchi hiyo kumiliki silaha za nyuklia. Katika mashambulizi hayo, kuanzia Februari 28, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei aliuawa pamoja na viongozi wengine wa juu wa kijeshi wa serikali. Katika jitihada za kidiplomasia, waziri wa mambo ya nje wa Misri amezungumza kwa simu na mawaziri wenzake wa Uturuki na Pakistan, wakijaribu kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran ili kupunguza mzozo unaoendelea kupanuka. Kwenyewe nchini Israel, shinikizo la ndani linazidi kuongezeka. Kundi la wazazi wa wanajeshi limemwandikia barua mkuu wa majeshi likitaka kusitishwa kwa operesheni ya ardhini nchini Lebanon, wakisema wanasiasa wako tayari kutoa kafara watoto wao. Hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya. Mashirika ya kibinadamu yanaonya kuhusu maafa makubwa hasa nchini Iran na Israel, ambako shirika la NRC linasema maeneo mengi Tehran pamoja na Tel Aviv yameharibiwa vibaya na mamilioni ya watu wako hatarini kukimbia mataifa yao. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric alisema wahudumu wa misaada ya kibinadamu nao hawako salama dhidi ya mapigano haya kufikia jana Ijumaa. Wizara ya afya ya Iran ilitoa taarifa ya vifo 23 na majeruhi 112 miongoni mwa wahudumu wa afya, huku shirika la Msalaba Mwekundu likisema kuwa kumekuwa na kifo kimoja na majeruhi 14 miongoni mwa wahudumu wake wa misaada hadi siku ya jana. Mapigano yamewalazimu watu kuhama na kwenda maeneo salama zaidi, jambo linaloongeza hatari zao na mara nyingi kukatiza upatikanaji wa mahitaji muhimu na huduma zao za msingi na njia za kujipatia riziki.
Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utafahamu ni nini kinachojiri katika ulimwengu.